الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia afya na akatupatia tawfik ya kuzungumza na waislamu wenzetu. Kwani leo waislamu tumesimama mbele yenu kwa sababu ya yule dada yetu alikuwa amepofika macho na akatibiwa na ndugu yetu moja, macho moja ikapata kuona na macho ya pili itatibiwa baada ya Ramadhani. Tuliwauliza ya kwamba yule dada tuliwaeleza ako na shida, maisha iko chini sana, mzazi wake ni mtu wa miaka 70, tena baba yake mlemavu, hali msichana naye alikuwa mlemavu ya macho, lakini sasa alhamdulillah amepata kuona na macho moja, ya pili pia itashughulikiwa. Kwa hivyo Waislamu, ile family ni family iko chini sana, na hii ni wakati wa kuchuma khairat, na tungependa kusaidia hiyo family, hiyo msichana, kupitia hiyo msichana, hiyo family. Tulisema huyo dada yetu tumchangie pesa ya kiasi ya laki baini. Kwa hivyo ndugu zangu, tunataka tujaze hiyo shilingi 40,000. Ikizidi pia itakuwa ni bora sana kwake, hata aweze kujisaidia baada ya hiyo majicho ingine kupona ama kuona. Atakuwa na jicho mbili. Sasa atakaa kwa nyumba na wakati wazazi wake ni walemavu. Kwa hivyo ndugu zangu, tunataka yule dada akipona aweze kujisaidia. Hiyo 100,000 itamsaidia, hata anaweza tafuta mtumba akamaga barabarani akauza, anaweza uza hata viazi, anaweza uza hata mboga, yani aweze kufanya maisha yake kuendelea mbele, na asaidie wazazi wake ambaye baba yake ni mlemavu, tena ni mtu ya miaka 77. Kwa hivyo tujaze hiyo 40,000, ikizidi pia bado tunampatia yeye tu. Kwa hivyo ndugu zangu, tumerudi mara ya pili kwenu, tusaidie hiyo dada yetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani mlikuwa mnatoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tunatafuta radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi sote kupitia hii sadaka kidogo tunatoa, na sisi tuko kwa kueleza tunapata thawabu, na nyinyi kwa kutoa mnapata thawabu. Kwa hivyo ndugu zangu, tutoe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tujaze hiyo shilingi 40,000 ifike 100,000, ikiwezekana hata kesho tukampelekea ama kesho kutwa tukampelekea kwa ajili ya Allah subhanahu. Ndugu zangu, na wale walitoa na Allah subhanahu wa ta'ala wazidishie, na wale hawajatoa Allah subhanahu wa ta'ala awapatie kitu ya kutoa, na tunawafanyia dua tu, sisi tuna kitu ya kuwalipa, anayewalipa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu, yale mlitoa Allah subhanahu wa ta'ala awazidishie fi dunya wal akhirah, na Allah subhanahu wa ta'ala atukutanishe katika jannatul firdaus al-a'la, na atukutanishe na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku ya mwisho katika jannatul firdaus al-a'la. Kwa hivyo yangu ni hayo machache, tuchangie dada yetu, tujaze hiyo nafasi iliyobaki ni shilingi 40,000. Kisha tunaomba zakatul fitri. Kuna watu muallafatul qulub ndugu zangu, hata hawana kitu ya kujilipia hata zakatul fitri, hata futari yenyewe ni shida kwao. Kwa hivyo ukitoa hiyo zakatul fitri itasaidia family moja ama mbili. Toa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo zakatul fitri ni wajibu wetu kutoa, na tuliona tuseme mtu moja ni shilingi 500, kwani ile mchele tunakula kilo ni shilingi 200. So tumeona ni kilo 2.5 itakuwa ni shilingi 500. Kwa hivyo kama uko na watu 10 utatoa shilingi 5,000. Kama uko na watu 20, familia ya watu 20, mnatoa shilingi 10,000. Kama ni mtu moja ni shilingi 500. Toeni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tutapata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya mwisho. Jazakallahu khairan jaza. Allah subhanahu wa ta'ala wazidishie yale mlionayo, na yale mlitoa Allah subhanahu wa ta'ala aweke katika hisanati yenu.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama vile umesikia ndugu yangu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama siku 4 hivi ama siku 5, kama itazidi sana 4 ama 5. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam mara mingi anasema wakati unapofanya ibada, fanya ibada kama utafanya tena, utaonekana tena, kwa sababu hata sisi wenyewe sisi zote hatujui kama tutafika hiyo siku ya Eid. Hakuna mtu anajua isipokuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo unaambiwa ukifanya kitu, fanya kama ni kuondoka, unaondoka. Kwa hivyo ni bora zaidi kitu kama hii na ufanye kitu wakati uko hai, sababu ukishaondoka duniani hizo amali zote zinasimama, kila kitu kinasimama isipokuwa ile heri ambayo ulikuwa umefanya. Na kwanza nawashukuru sana Waislamu ambao tunashirikiana nao sana na katika mambo mengi, na wallahi ni hatua nzuri sana hiyo, kwa sababu nyinyi mnapata thawabu na sisi tunapata thawabu. Na kwa sababu imebaki siku chache, tungeomba huyo dada aweze kumaliziwa hiyo hela yake. Ilikuwa ni laki, lakini sasa imepungua, unaona, imebaki 40. Kwa hivyo 40 hata watu wanne, mmoja akitoa 10, mwingine 10, mwingine 10, hivyo itakuwa imeshaja, pesa yake itakuwa imeshaja. Alafu ya pili ni kuhusiana na zakatul fitri. Zakatul fitri watu tunakuwa nao ni watu wengi sana. Wallahi ni vile tu watu hawajui, lakini huaga tuko na mtihani pia pande hiyo, kwa sababu watu wanakutukujia sisi, wanafikiria pengine sisi tuko na hela, sisi hatuna. Sisi ni ile tu mnatoa tunawapatia. Kwa hivyo hiyo zakatul fitri tungeomba kila mtu anahesabu wale watu uko naye katika nyumboma yako, ni watu 5, 2, 3, basi unahesabu hiyo pesa yake. Kama uko na mchele, kama uko hapa na Nairobi, unaweza kutuletea mchele. Kama uko hapa karibu, uko mbali, basi unahesabu mtu mmoja shilingi 500. Kama uko na watu 3, hiyo ni 1500. Hivyo tu unahesabu kulingana na watu yako. Kwa hivyo zakatul fitri tutaanza kuchukua, na tumeitangaza, nilikuwa nimeguzia juzi kidogo, lakini rasmi tunaanza kuanzia leo tu. Kama uko na zakatul fitri ulete, tuweze kupatia hawa watu, at least wapate hata kitu ya kutumia katika siku ya Eid. Wengi wao hawana kitu, wengi wao wengine ni maskini, hawana chochote. Kwa hivyo tunaanza kuchukua leo. Kwa hivyo utawasiliana na sisi, uhesabu kama una mchele na uko Nairobi na unataka kutuletea mchele, tuletee. Yote hiyo itafika kwetu inshallah. Kwa hivyo tuna mengi ya kusema, ni kwamba muongezee hiyo pesa ya msichana, tumalizane na msichana ikiwezekana. Hata ikitolewa leo, hata leo mchana itolewe, wakati mtaona hiyo clip, mkiitoa tu kesho yake asubuhi tunaipeleka kwake, na mtaona tukimshampelekea. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimuendee kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine isipokuwa ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku nyingine ambao Mwenyezi Mungu ametupa pumzi na tukawa miongoni mwa viumbe ambao wako hai, kasimama katika viwanja hivi. Lengo na maksudi kila wakati ni kufikisha kilima cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ndio mwisho wa mitume. Mimi wananiita Salim Ngugi wa Nyoike, sijui wewe wanakuitaje? Wananiita Daniel Ngwambo. Daniel Agwambo. Ngwambo. Oh, Ngwambo. Yeah. Asante sana Danieli. Danieli Muislamu, Mkristo? Mimi Mkristo. Mkristo Danieli. Asante sana. Swali gani ungependa kuwauliza Waislamu kwa niaba ya walimu? Mimi ndio nimesimama kwa leo. Mimi naomba kujua hivi. Sauti weka juu ndio nikusikie. Mimi naomba kuwauliza hivi. Naam. Huwa kwa nini amwimbangi manyimbo mkuu kwa msikiti? Kwa nini Waislamu hatuimbi nyimbo tukiwa kwa msikiti? Ni kwa sababu 22:77 Qur'ani Mungu anatuambia tufanye nini. Mungu hajatuambia tuimbe nyimbo. Lao Mungu angeturuhusu tuimbe nyimbo, basi tuko na sauti nzuri mno, tungeimba vizuri, lakini Mungu hakutupa hiyo ruksa. Ametupa ruksa gani? 22:77 inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Naam.
Enyi mlioamini. Enyi mlioamini. Enyi mlioamini. Enyi mlioamini. Salini. Salini. Rukuuni. Rukuuni. Na sujuduni. Na sujuduni. Na muabuduni Mola wenu. Na fanyeni mema ili mpate kufaulu. Ile ambayo tumeamrishwa na Mungu, tunaambiwa enyi mlioamini, salini, rukuuni, tunarukuu na tunasujudu, tunapeleka nyuso zetu chini na tumuabudu Mwenyezi Mungu. Sisi ile tumeelezwa ni kuabudu Mwenyezi Mungu, sio mambo ya nyimbo. Nyimbo hatukujaliwa, hatukuambiwa na Mwenyezi Mungu tuwe tunamuimbia. Mwenyezi Mungu ametuumba lengo na makusudi sio kuimba. 51-56 Qur'ani. 51-56 Qur'ani. Hatukuumbwa ili tuje tuimbe nyimbo, hapana. Tumeumbwa kwa lengo maalum. Mwenyezi Mungu anasemaje? 51-56 Qur'ani. Sikuwaumba majini na watu. Mwenyezi Mungu anasema hakuwaumba majini na watu ila wapate kuniabudu, isipokuwa tupate kumwabudu Mwenyezi Mungu. So sisi tunakuja kufanya ibada, sio nyimbo. Manake nyimbo ataimbiwa kansala, nyimbo ataimbiwa MC, MP au ataimbiwa president. Lakini mambo ya ibada tumeletwa duniani ili kumwabudu Mwenyezi Mungu, sio kufanya nyimbo. Ndio sababu unaona hatuimbi. Sawa. Hatuimbi. Na Biblia nayo inasemaje kuhusiana na nyimbo? Sasa wewe kama unaendelea kuimba nyimbo, pole sana. Kwa sababu Biblia inazungumzia kuhusu hizi nyimbo, ni kitu ambacho kilichochapwa marufuku. Unaona imepigwa marufuku mambo ya nyimbo. Sije ukarudia kuimba nyimbo. 5:23 kitabu ni cha Amosi. 5:23 mambo ni Amosi. So wewe mambo ya nyimbo achana nayo kabisa. 5:23 mambo ni Amosi. So wewe achana na nyimbo kabisa. Wewe kazi yako fanya ibada, kwa sababu lengo na maksudi Mungu kutuumba, ametuumba kwa ajili ya kumfanyia ibada. Mambo ni Amosi inasema, angalia hapa baba. Niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Niondoleeni kelele za nyimbo zenu, kwa maana sitaki kuzisikia sauti za vinanda vyenu. Lakini hukumu na itilimike kama maji, na hukumu itilimike kama maji. Mungu anasema niondoleeni kelele za nyimbo zenu, kwa sababu anasema sitaki kusikia sauti za vinanda vyenu. So hili ni jambo ambalo Mungu amelikataa. Lakini nyinyi kwa sababu huwa mnafanya kinyume na vyenye Mungu anasema, ndio unaona nyinyi mnaendelea kuimba. Lakini Mungu amesema nyimbo achana nazo. Na ndio anasema nyinyi mnaoendelea kuimba, hizo nyimbo zitageuka kuwa kilio. 8:3 hapo Amosi. 8:3 inasema tena nyimbo za hekaluni. Anaendelea akisema tena nyimbo za hekaluni. Tena nyimbo za hekaluni zitakuwa vilio siku ile, asema Bwana Mungu. Itakuwa ni kilio siku ile, siku ni ya kiyama, siku ya mwisho. Nyimbo zitakuwa ni vilio. Kama wewe uliimba sana, ndio utalia sana. Na wakati huo haulii kwa ajili ya furaha, unalia kwa ajili ya adhabu ambao unaadhibiwa na Mwenyezi Mungu. So ni vizuri saa hii uko duniani, achana na nyimbo, wewe ingia mambo ya ibada, kumwabudu Mwenyezi Mungu. Yaani ufanye ibada, utekeleze ibada. Mimi ningesema kuna nyimbo zenye zimesema kwa Biblia, kuna zile nyimbo zenye zinafaa na zingine zenye hazifai, si zote zenye. Kwa mfano kama wimbo gani unaofaa katika Biblia tuusome tuone huu wimbo unafaa. Manake Biblia yenyewe imetuambia hizo nyimbo zote ni za upuzi. Hii mambo ya kusema nampiga shetani mateke, hiyo yote tunaambiwa ni upuzi. Ile Bwana Yesu ndiye kimbilio yangu, shetani akiniona tunaambiwa zote hizo ni upuzi. Sasa ni gani ambao ni ya mzuri? Ungetuonyesha hii inasema ni ya kweli. Waje nitafakari yangu. Unatafakari hayo? Asante. Le swali lingine? Mimi sina lingine mimi kabisa. Mimi na swali kidogo. Swali kidogo tu nataka nijue. Wewe unamfahamu Mwenyezi Mungu? Namfahamu. Unamfahamu Mungu namna gani? Mbwa nchi na mbingu kwanza. Yeye ndio muumba wa mbingu na nchi. Asante, hiyo umepata. Alafu Mungu ni wangapi? Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja. Asante sana, umepata hiyo, ni ukweli kabisa. Je, huyu Mungu ana mtoto? Hii mic inafanya, nadhani hapo uangalie vizuri, naona kama inafanya.
Hana. Oh, so Mungu hana mtoto. Sasa kama Mungu hana mtoto, imani yako inaonekana ni imani ya Kiislamu. Manake hiyo ndio imani ya Kiislamu. Mungu ni mmoja aliyeumba mbingu na ardhi na yeye hana mtoto. So hiyo ni imani ya Kiislamu. So wewe ni Muislamu, inafaa utamke shahada tumalize hiyo habari. Manake ni imani ya Kiislamu. Qur'ani 112 anza moja asikie. 112 moja inasema. Sikiza Qur'ani inasemaje? 112 aya ya moja. Wewe ni Muislamu tu, ni shahada tumalize, twende tukasali msikitini. Wacha nikwambie, mimi nilisikia kuna mahali kwa Qur'ani mnasomeanga mtu anakuwa mwenda wazimu. Ni ukweli ama ni uongo? Hiyo takuja. Wacha nimalize hii. Yaani watu wakusomee Qur'ani uwe mwenda wazimu, hiyo takuja. Sikiza kwanza. Nataka kuwa wazimu. Sikiza kwanza. Sema yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Mwenyezi Mungu tu ndiye anayestahili kusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kumwabudu na kumuomba na kumtegemea. Asante. Hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana anayefanana naye hata mmoja. Hiyo ndio sifa ya Mwenyezi Mungu na umeniambia hiyo unaamini. Maana yake hiyo ni Uislamu. Sasa unauliza swali, je, nyinyi Waislamu kuna mahali wewe uliambiwa ati Waislamu wanasomea mtu Qur'ani, huyo mtu anakuwa wazimu? Hiyo ni story ambayo haiko. Hiyo ni propaganda. Kwa nini? Kwa sababu unasomea watu Qur'ani. Tukisomea watu Qur'ani inakuwa ni nini Qur'ani? 80:11 Qur'ani. Sikiza. 80:11 Qur'ani. Qur'ani tukisomea watu wanakuwa wazimu au inakuwa ni nini tukiwasomea watu? Na ndio tunakuja hapa kiwanjani tunasomea watu Qur'ani. Kwa nini tunasomea watu Qur'ani? Tunasomea wao wazimu au namna gani? Sikiza Qur'ani ni nini? 80:11 inasema. Si hivyo. Si hivyo. Hakika Qur'ani hii ni nasaha. Kwanza hii Qur'ani tunaambiwa ni nasaha. Yaani Qur'ani inawapatia watu nasaha. Sio mambo ya kusomea watu wao wazimu, hapana. Qur'ani ni nasaha. Malizia. Mawaidha. Tena Qur'ani ni mawaidha. So tunaposoma Qur'ani tunaleta mawaidha hapa kuwaidhisha watu. Basi kila apendaye atawaidhika. Asiyetaka basi mwachilie mbali. Tulia. So Qur'ani ni mawaidha. Na tunaambiwa anayetaka atawaidhika. Sasa tutawezaje kusomea mawaidha ambayo ni mawaidha mazuri ya Mwenyezi Mungu alafu wewe wazimu? Tena Qur'ani ni mawaidha ya aina gani? 16:91 Qur'ani. Hebu sikia mawaidha yenyewe inasemaje. Yaani aliyekudanganya akakwambia ati ukisomewa Qur'ani na kuwa wazimu, huyo ni mrongo wa hali ya juu. Sikiza Qur'ani ni mawaidha ya aina gani? Mungu anatuamrisha namna gani katika Qur'ani? Na wewe ukifuata hayo unakuwa ni miongoni mwa walioongoka. Sikiza. 91 inasema. 91. 16 Suratu Nahri 91. Na timizeni ahadi mnazozitoa kwa jina la Mwenyezi Mungu. Asante. Mnapoahidi wala msivunje hizo ahadi. Asante. Baada ya kuzidhibitisha hali mmekwisha kuwa mfanya Mwenyezi Mungu 90. Nianzie 90. 16:90. Kwa hakika Mwenyezi Mungu. Kwa hakika Mwenyezi Mungu anaamrisha uadilifu. Sikiza mawaidha ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu anaamrisha uadilifu. Na nipata vizuri Sikiza habari. Na kufanya hisani. Na Mungu amehusia wanadamu kufanya insani. Na kuwapa jamaa. Na wengineo. Na anawakataza uchafu. Sikiza na Mungu twende polepole. Mwenyezi Mungu anatukataza uchafu na uovu. Hayo ndio mawaidha ya Qur'ani. Sio mambo unasomea unakuwa wazimu, hapana. Malizia. Na dhulma. Na Mungu ametukataza dhulma, kuwadhulumu watu. Wewe unaweza kuona uko na nguvu leo unawadhulumu watu. Ni makosa dhulma, kwa sababu dhulma haidumu, itaisha. Mungu ndiye anatuhusia tusifanye dhulma katika ardhi. Malizia. Anakunasihini ili mpate kufahamu. Mungu anatupatia nasaha ili tupate kufahamu. Haya ndio tunakusomea katika Qur'an. Sasa utakuwaje wazimu wakati tunakuambia uache maovu? Utakuwaje wazimu wakati tunakuambia ufanye uadilifu? Utakuwaje wazimu wakati tunakuambia wewe ufanye insafu, yani ufanye insani? Yangu nayo ni ya mwisho kabisa. Lete. Haya, na basi kama wao mnasema Wakatoliki huwa wanaweka ile msalaba yao pale kwa kanisa pale. Naam. Bona nyinyi kwa muzikiti naonange ikimaliza kule juu mnaweka mwezi na ile staa huko, hiyo nao inamaanisha nini kama hiyo si ishara ya msalaba hiyo? Asante, swali nzuri sana. Ile tunaweka
mwezi na nyota unaipata. Hebu nifungulie Qur'ani 40:37. 37 au 41:37. Niangalie hizo mbili. Taka ajue hizo zinawekwa. Na katika alama zake za uungu wake Mwenyezi Mungu. Sikiza, na katika alama zake za uungu wake Mwenyezi Mungu ni huku kupatikana usiku na mchana. Ni kupatikana usiku na mchana. Na jua na mwezi. Na jua na mwezi, ndio unaona watu wanaweka mwezi. Sikiza habari. Basi msilisujudie jua wala mwezi. Msilisujudie jua wala mwezi. Msije mkaabudu jua wala mkaabudu mwezi. Bali msujudieni Mwenyezi Mungu aliyeviumba, ikiwa nyinyi mnamwabudu yeye basi fanyeni hivi. Tunaambiwa tuabudu Mungu peke yake. Zile unaambiwa ni ishara za kuonyesha uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Analeta mchana, analeta usiku. Para vizuri Umeelewa? Na msalaba wa Kaole Kimbana pia Yesu mwenyewe alikufa kwa dhambi, alikufa nasemekana kwa dhambi zetu. Alikuja kwa kutuokoa sisi wenyewe kwa dhambi zetu tulikuwa nazo sisi. Hiyo ndio tatizo. Hakuna mtu aliyekufa kwa ajili ya dhambi ya mtu yoyote. Na ndio unaona ukimaliza kama ni kutoa sadaka pale kanisani unaambiwa na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe mbele za Bwana, siku hiyo inakuja. Unasikia vizuri Wewe ukimaliza kutoa ndio wanakuambia kila mtu atachukua mzigo wake mwenyewe, kwa sababu anajua Yesu hajakuja kubeba dhambi za mtu. Kila mtu ataulizwa kwa yale aliyoyachuma. Wewe hauwezi kufanya zinaa hapa Kenya, Yesu abebe madhambi ya zinaa akiwa Israeli, akiwa Palestina. Kwanza Yesu alikuwa ni Mfalestini. Unajua kuna watu wana confuse kusema Yesu alikuwa ni Muisraeli. Israeli ni inchi imetengenezwa 1948. 1948. Ndio Israeli imetengenezwa. Imetengenezwa na Uingereza na hizi nchi zina nini ndio wametengeneza Israeli. Hiyo yote ni ardhi ya Palestina. Yesu alikuwa ni Mfalestini, amezaliwa pale Jerusalem. Yesu hajakufa kwa ajili ya dhambi ya mtu yoyote. Sasa wewe unaondoka kwa ajili ya dhambi yako. Yeye alipokuja hajaambia watu nimekuja nikufe kwa ajili ya dhambi yenu, hapana. Amewaeleza watu namna gani. 4:17 Mathayo. Alafu Qur'ani ni poza. Nitakuja huko. Unajua huyu alikuwa anasema ati Qur'ani unasomewa unakuwa wazimu. Qur'ani ni dawa, ukisomewa ndio unapona. Tena inatoa maradhi mpaka maradhi ya nyoyo. Maana nyoyo za watu zinakuwa nyeusi. Pindi unavyoendelea kufanya midhambi, ile nyoyo yako inatiwa doti inakuwa nyeusi kabisa. Sasa ukisomewa Qur'an inatoa hiyo uchafu, inakuwa nyeupe. Habari vizuri ndio unafanya ibada namna inavyotakana. Ulitoa gani? 4:17 Mathayo. Yesu alipokuja hajakuja kufa kwa ajili ya dhambi ya mtu. 44. 4:10 Mathayo inasema ndipo Yesu alipomwambia nenda zako shetani. Nenda zako 4:17 Mathayo. 4:17. Haya 4:17. Anajua huyu kaka ako hapa Kenya anasema ati Yesu anabeba dhambi zake akiwa Palestina. Yaani wewe hapa upige mtu ngeta hapa alafu dhambi yako ibebwe. Wewe sikiza habari. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema tubuni maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kumbe Yesu mahubiri yake aliambia watu watubu, sio kwamba anabebea watu dhambi. Hapana, aliambia watu watubu kwa sababu ufalme wa Mungu unakaribia. So wewe ukifanya dhambi zako unafaa utubu kwa Mungu na usirudie zile dhambi. Wewe hujabebewa dhambi na yote. Na msalaba ni alama ya laana. Na ndio unaona makanisa mengine wamekataa kutumia alama ya msalaba kwa sababu wamejua ni alama ya shetani na ni alama ya laana. Naomba niulize nyingine. Leuliza. Alafu nakuuliza hivi. Kulingana na miezi yake. Ulize hiyo swali. Kulingana na kalenda. Ile tunatumia Januari, Februari. Nini Januari yenu ni mwezi gani? Sisi tunaanza na mwezi wa Muharram. Mwezi wa Muharram ndio tunaanza sisi. Sisi hatuweki Januari. Sasa tuko katika mwezi wa 9 ambao ni Ramadhan. Tukitoka tunaenda Shawwal. Unaona
So sisi tuna kalenda yetu ambayo ni kalenda ya hijra. Pada vizuri. Hii ambayo inatumika ambayo ni Januari mpaka Disemba, hii ni kalenda ambayo inaitwa Gregorian calendar. Ambao walitengeneza kina Julius Caesar, ambao walikuwa ni wafalme za maizo. Na Pope Gregory, hao ndio walikuja wakaikalia chini akina Pope Gregory wakaitengeneza. Pope Gregory alikuwa anaongoza Roman Catholic hawa. Ndio walitengeneza hii, wakaweka miezi ambayo ilikuwa ina represent miungu yao, ambayo ilikuwa ni miungu ya kisanamu. Sisi juzi tumetoka mwezi wa Shaaban, ndio tumeingia mwezi wa Ramadhani. So sisi tuna kalenda yetu wa Islamu ambayo tunaitumia. Alafu kidogo ndio nikuulize hivi. Na mimi kidogo nimeishi na mbona hii Ramadhani inageukanga inakuja na bandriki inakuwa mwezi wa 7, nene inakuja kukua tena mwezi wa 2, tena inakuwa hivyo. Hiyo mwezi kwani inakuanga tofauti aje yenye si kama hiyo nyingine sasa? Ramadhani haijaigeuka, inakuja mwezi wa 9. Hii miezi yenu ya Gregorian calendar ndio inageuka, mnaona inaingia labda sasa hii imeingia katika hii Gregorian calendar mwezi wa 3. Lakini Ramadhani inakuja mwezi wa 9 katika kalenda ya Uislamu, haibadiliki. Tena Mungu ameiweka katika Qur'ani. Hiyo mwezi haibadiliki. Qur'ani 2 185. 185. Mwezi saa weko mpaka ule tuliambiwa tufunge ni mwezi wa Ramadhani na haugeuki. Ni mwezi wa 9 katika kalenda ya Kiislamu. Sikiza habari. Mwezi huo mlioambiwa mfunge ni mwezi wa Ramadhani. Ni mwezi wa Ramadhani. Sio mwezi mwingine, hapana. Ule mwezi ambao tuliambiwa tufunge ni mwezi wa Ramadhani ambao ndio mwezi wa 9. Ndio huwa tunafunga. Haibadiliki. Haikuja ati mwezi wa Shawwal ama nini, hapana. Inabaki mwezi wa Ramadhani. Alafu tunaenda tukiendelea tunaenda Dhulhijja, ndio watu wanaenda kuhiji. Kama vile tu Christmas ni 25 hivyo imbadiliki, si ndio? Hii Christmas yenyewe nayo ni uzushi. Usiweke mambo ya Christmas. Christmas nini? Bwana mimi nimetosha mimi. Kabla hujatosha, hii Christmas unajua ni kama unaona kidonda kimevimba, alafu unataka kutoboa lakini hutaki kutoa uzao wote. Hii Christmas uliotaja, hii Christmas nini? Yangu mimi nimetosha yenyewe niko. Umetosheka. Sasa sikiliza, mtu asiwahi kukudanganya tena ati ukisomewa Qur'ani ati utakuwa wazimu. Qur'ani ni dawa. Tukipata hawa wazimu tunawasomea Qur'ani wanapona. Qur'ani 41-44. Sikiza habari. Unajua msije mkapewa tu propaganda huko nje. Hii ni dawa hii Qur'ani. 40 ndio nakupa wengine. Usiwe na wasiwasi. Yaani ukifika hapa we feel free. Sawa? Sikiza habari. Sema hii Qur'ani ni uongofu. Ni uongofu. Kwanza hii Qur'ani ni uongofu, inaongoza. Na poza. Tena ni poza. Ni poza. Kwa wale walioamini. Kwa wale wanaoamini. Hii ni kutiba, yani inapoza, yani ni tiba Qur'ani. Napata vizuri Yani Qur'ani huwezi somea ukawa wazimu. Qur'ani kama wewe ni wazimu unasomea unapona. Kama uko na jini mahaba inatolewa. Kuna watu wataalamu wanasoma rukia tena vizuri mno. Wanajua aya hii ya kusoma rukia, wakikupigia vizuri hiyo matatizo yanaondoka. Ukipigwa sihiri ambao ni uchawi, Qur'ani unaletewa, unasomewa. Kuna wataalamu ambao wamesomea katika hizo nyanja, kwa sababu elimu ni bahari. Wanapiga kisomo, hiyo sihiri yote inatoka. Yani mtu alikuwa amekuchapa na kamote, yote inatoka. Manake Mwenyezi Mungu ametupatia kitabu ambacho ni muongozo na ni dawa na ni kila jambo ambao yanayohitajika na mwanadamu. Si ati wewe ukipigwa uchawi ati unaenda kukimbia kwa wachawi wengine wa kutibu, hakuna. Unakuja pale, mashehe wanaitwa, wanakupiga rukia vizuri, hiyo uchawi yote inatoka. Tena wanakuongeza dawa za kisuna. Unaenda sasa ukiwa safi kabisa. Sawa? Sasa hiyo swali lingine ya mwisho ndio hii. Lete hiyo ya mwisho. Kuna mnyama mwingine huko kwetu nyumbani nasikianga itangwa huku. Yule mnyama anakuanga hivi mweusi hivi, ana mnyama mkubwa tu hivi, nasikianga anataganga mayai. Halafu hiyo mayai yake ndani inakuanga na msikiti. Kwa hivyo nikichukua hiyo msikiti nikichukua mayai nikipeleka kule msikiti nikipatia sheikh nitapewa pesa. Ukweli ama urongo nao? Sasa hiyo ndio sihiri hiyo. Hiyo ni uchawi sasa mnafanya hiyo. Na ukiona mtu anapelekewa ati mayai iko na msikiti, mayai itakuaje na msikiti? Mayai ni ya mnyama, haina msikiti. Msikiti ni kujenga, tunajenga na mawe na simiti.
Para vizuri msikiti tunajenga na mawe na simiti na fundi. Hakuna msikiti ya mayai. Sasa wewe kama unachukua mayai ati unakusudia mayai ati siwia hoku siwiko na nini, hizo tunasemanga ndio propaganda. Hakuna yangu unaongongwa nayo kwa mkundu alafu sasa ndio unakuwa Muislamu kabisa. Kumbe wewe ni Mkamba, ni mtu wa kutoka hii area. Anasema ile mayai ndio unaenda ati unagongwa mayai 7 ndio usilimu. Hiyo ni propaganda ilikuwa. Hiyo ni uongo. Hauwezi kusilimu ati utolewe suruali ati uiname ugongwe na mayai 7. Hapana. Kusilimu ni maneno. Kilima cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ni maneno. Hiyo ilikuwa ni propaganda imewekwa pande hii. Sana sana hii ya Eastern huku. Mmewekewa hiyo. Mount Kenya pia imewekwa kidogo, lakini nyingi ambayo iliingia Mount Kenya kwetu ni kwamba ati ukikufa ukiwa Muislamu ati unawekewa mfereji hapa kwa mdomo, unakamuliwa matumbo yote. Hiyo ndio tulikuwa tukiambiwa, ati ukiwa Muislamu utawekewa mfereji hapa ati ukamuliwe. Hiyo nini yote ati itolewe hapo. Ati tena mwenye kufanya hiyo kazi ni mama yako mzazi ati amesimamiwa hapo na viboko. Hiyo ilikuwa yote ni kustua watu ndio wasione Uislamu dini ya haki. Ukienda sehemu nyingine wanaambiwa tunapigwa na nanasi 7 kwa kichwa ati ndio usilimu. Nanasi ukigongwa, nazi moja ukigongwa kwa kichwa si unakufa. Hiyo yote ni propaganda. Kusilimu ni maneno tena mepesi sana. Hii yote ililetwa ni propaganda ya kuzuia watu wasijue haki kuwa Uislamu ndio dini ya ukweli. Nakuuliza hivi na ndio nikuwa Muislamu kuna ile maneno yenye mimi nitafuata wewe ukiniambia nirudie nyuma yako. Inaitwa shahada. Na in case of anything na mtu akitaka kutoka pia kuna ile maneno utamwambia arudie. Hakuna maneno utaambiwa urudie isipokuwa unatoka kwa ajili ya nini. Na usaingia katika haki. Umeingia njia ya kwenda janna, unayoacha haki uende wapi? Usaingia katika ukweli, unaacha ukweli uende wapi? Ni kusoma. Unajua watu wengi ambao utasikia wamesema ati wameritadi ni watu kwanza walipoingia katika Uislamu hawakusoma Uislamu. Nampata vizuri? Au mtu unasikia anasema yeye alikuwa Muislamu ametoka. Wako wengi utawapata hata kwa mitandao. Ni watu maybe ule mtu hakuandikiwa na Mwenyezi Mungu Uislamu kuwa ndio nini yake. Pia Mungu anakuandikia. Kuna watu wanazaliwa katika hali ya family ambazo sio za Waislamu, lakini Allah amewajalia, amewaandikia hawa watakuwa Waislamu na watamalizia hivi. Na kuna wengine waliozaliwa katika pande ile kumbe wameandikiwa moto wa Jahannam, ndio anakuja anakufuru. Para vizuri, kwa sababu kuwa Muislamu sio kupenda kwako. Kuwa Muislamu ni hidayah kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuhusia kuomba mwisho mwema. Mwisho mwema, saa zote tunaomba mwisho mwema. Yani mwisho wako uwe ni mzuri, umalizie vizuri, ukiwa Muislamu mzuri. Para vizuri, usiwe mnafiki. Yani uombe Mwenyezi Mungu akufishe hali ya kuwa katika mwisho mwema. Ni jambo ambalo tumehusiwa kuomba sana. So ukiona mtu anayetoka katika Uislamu maybe hakusoma au yeye anatoka kwa ajili ya kwenda kutafuta labda mambo ya tumbo yake na mambo mengine, na hakujaliwa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu kukaa katika Uislamu bado ni neema ya Mwenyezi Mungu. Unafaa kusema alhamdulillah. Kuwa Muislamu kwenyewe wallahi ni muongozo mkubwa sana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yani Mungu anakuongoza, sio wewe mwenyewe unajiongoza. Kutamka kilima cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ni Mungu amekupenda tena akakuchagua uwe Muislamu. Kwa sababu tena Mungu anasema amekupendeleeni Uislamu uwe dini yenu. So Mungu amekupendelea ndio anakuongoza unakuwa Muislamu. Wangapi wanasikia tukihubiri wanaondoka wanaenda? Wangapi wanasikia tukihubiri dakika 2 dakika 3 wanasilimu? Kwa sababu wamepata hidayah kwa Mungu. Sisi hatuna uwezo wa kusilimisha mtu. Hata wewe hatuna uwezo wa kukuongoza uwe Muislamu. Anayeongoza ni Mwenyezi Mungu. Kazi yetu tumeambiwa ni kufikisha peke yake. Si tunafikisha, hiyo nyingine tunamwachia Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ndio majukumu tuliopewa kama Waislamu, lazima tufikishe ujumbe. Hapo sawa. So kinachokuzuia kuwa Muislamu nini? Hautapigwa mawe, atutolewe suruali uambiwe uiname upigwe mayai 7, hakuna. Kinachokuzuia kuwa Muislamu nini? Sasa ili kuwa Muislamu ni kuvia hapa.
mara hiyo dhati hata mamangu anioni hata kuna hivyo na mnaenda kunizika hivyo. Kwanza hiyo nadhani ni misconception ya Uislamu. Ukifariki kama mamako sio Muislamu au awe ni Muislamu, lazima watu wa familia yako wajulishwe. Hauwezi kuzikwa kabla watu wa nyumbani hawajajulishwa. Pada vizuri. So ukifariki wanapigiwa simu mamako, wanapigiwa simu kaka zako, nini, ndugu yenu amefariki, iko hivi na hivi na hivi na yeye ni Muislamu, so tunamzika. So ikitokea kitu kama hiyo inaitwa dharura katika Uislamu. So atasema nakuja lakini kesho asubuhi. So itabidi ulale leo, kesho asubuhi anakuja, ndio huyu mtoto wako, umehakikisha ndio hivyo, unaenda unazikwa. Sasa usiwe na wasiwasi. Na huo unaenda mamako anakuona wakati uko hai, usitarajia ati ukifa ndio akuje tu akuone wakati uko maiti. Sawa? Watu wote hata ukiwa Muislamu, umezaliwa Uislamu, kifa watu wengi wanajulishwa. Fulani kafa. So mnatakaje tuzike ama namna gani au mnakuja? Haki ya Uislamu, Uislamu ni dini ambayo very fair. Mtu amekufa, watu wake wote wako Mombasa, wote ni Waislamu, wanapigiwa simu, wanaambiwa ndugu yenu amefariki, tuko naye hapa, mnaonaje tuzike au mnakuja? Sasa wao ndio wanatoa decision. Wanasema endeleeni zikeni au gojeni tuje kesho asubuhi tuko na nyinyi hapo, basi. Ya wakija inazikwa, hiyo inakuwa ni dharura. Yaani Uislamu ni dini nyepesi, haina uzito iliyowekwa. Kwa hivyo hata Muhammad alikufa na kaziwa hapo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofariki hakuzikwa hapo. Manake kulikuwa na issue 1, 2, 3, lakini akazikwa baadaye. Inaitangwa dharura. Dharura inapotokea basi inakuwa siku moja ya pili unazikwa. Asante, mimi nimeshukuru baba. Hivi wewe unataka uwekwe ukikufa kwa ajili ya nini? Ama unataka ukiwekwa watu waone kama utafuka tena? Nitakwambia kesho mimi. Mbona Biblia inasema ukifa uzikwe siku hiyo hiyo, wewe unataka uwekwe? 5 Matendo ya Mitume. Mambo ni ya Matendo 5 aya 5 inasema. Ndio tuende kwa maswali mengine. Huyu jamaa anasema anataka hata kuna mwingine hapa aliniambia, dada aliniambia mimi naona Uislamu mzuri, lakini sasa mimi naona nikifa mtanizika siku hiyo hiyo, mimi nataka mniweke siku 2, 3. Lakini watu wana nini? Sasa ukiwekwa ndio iwe nini? Mwili ikiwekwa inaanza kuoza, na ikianza kuoza mwili inaanza kunuka. Sikiza habari inasemaje? Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Hofu nyingi kawapata watu wote waliosikia haya. Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Huyu ni katika Biblia. Alipokufa hakuitiwa watu wake kwanza waangalie venye yako mweupe ama mweusi. Vijana waliingia wakamchukua wakamweka katika sanda. Sanda ni kitambaa nyeupe. Sawa wakachukua wakamsokota, unatolewa hizi nguo ambao uko nazo lakini kwa utaratibu, sawa alafu ukitolewa unafungwa na hiyo kitambaa, unakafiniwa vizuri na kitambaa nyeupe, unachukuliwa unapelekwa makaburini, unazikwa. Kwa sababu huo ndio mwisho wa mwanadamu hapa duniani. Hii mwili lazima irudi kwa ile mchanga. Unapata vizuri Ninyi amuzikangi mtu na kanzu? Kanzu unazikwa nayo ya kazi gani? Kanzu wengine watavaa. Hiyo ni kupoteza resources. Kanzu watu watavaa. Sasa wewe utazikaje mtu na kanzu? Kama hii kanzu nzuri, alafu uzike mtu nayo. Si mwingine anapewa anavaa. Hivyo unafungwa tu kitambaa tu. Unafungwa kitambaa peke yake inayoitwa sanda. Sio kama nyinyi wewe unazikwa na suti, sijui uzikwe na saa unaenda kuangalia masaa ya nani huko kaburini. Hiyo yote ni kupoteza resources na mambo ya kuiga, mambo ya bid'a, mambo ya kujiwekea. Ukifa unazikwa na kitambaa inaitwa sanda, basi mambo yako ndio hivyo. Sawa So karibu sana katika Uislamu, sawa? Asalamu alaykum. Wanakuitaje brother? Kevo Muislamu Mkristo? Mkristo unashiriki dhehebu gani? SDA. Sasa mtu wa SDA huwezi kosa swali moja. Manake SDA wana maswali mengi mno. Swali gani ungependa kuwauliza Waislamu? Uliza Uislamu ulitoka wapi? Anauliza Uislamu ulitoka wapi? Uislamu umetoka kwake Mwenyezi Mungu. Qur'ani 22:78 Qur'an. Uislamu umetoka kwake Mwenyezi Mungu. Sikiliza Mungu anasema 22:78 inasema. Angalia babu hadi Uislamu ulipotoka.
Na ipigane dini ya Mwenyezi Mungu. Asante. Kama inavyostahili kupiganiwa. Yeye amekuchagueni muwe umma ulio bora. Asante. Wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Yeye Mwenyezi Mungu. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko. Na katika Qur'ani hii pia mumeitwa jina hilo hilo. Qur'ani 2:138. 2:138 inasema apate vitu. 2:138 inasema hivi. Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu. Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba. Yani Uislamu umetoka kwa Mungu kwa sababu Mungu ndiye ametupamba katika Uislamu. Kuweni na nyinyi Waislamu. Uislamu umetoka kwa Mwenyezi Mungu, tena ni pambo la Mwenyezi Mungu. Umeelewa? Nyanyua kidole. Sema ashhadu. Ndio unasilimu hivyo. Maana usaelewa kuna kazi nyingine ya kuvutana hamna. Ni uwe tu Muislamu. Na swali nyingine. Uko na swali nyingine. Weka hiyo swali nyingine. Kwa Wakristo tunatoanga sadaka na nyinyi mnatoa sadaka. Anasema kwa Wakristo wanatoa sadaka. Je, nyinyi Waislamu huwa mnatoa sadaka? Ni kweli Waislamu tunatoa sadaka. Tena tunatoa sadaka kwa wingi. Sadaka tunatoa kwa wingi. Tena mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia tibuni maradhi yenu kupitia sadaka. Sadaka ni jambo ambalo muhimu sana. Tena tunaambiwa wakati malakul maut anakuja kung'oa roho ya mtu. Yani wakati imefika siku zako za kuishi duniani zimekwisha, malakul maut anatumwa, malaika wa mauti kuja kung'oa roho. Mwanadamu anapoanza kung'olewa ile roho, anaomba apewe muda kidogo arudi duniani atoe sadaka. Manake sadaka ina malipo makubwa sana. So Waislamu ni watoaji sana wa sadaka. Tunatoa sadaka. Tena Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati alienda katika safari ya kuendea swala 5 na nini, wakati anaenda huko, aliporudi alisema watu watoe sadaka sana, akawahusia hata wanawake watoe sadaka kwa wingi zaidi. So sadaka tunatoa Waislamu. Tena kwa wingi. Waislamu watoaji wa sadaka. Sadaka tunatoa. Hata saa hii kuna mama tunamchangia mama ambaye kidogo macho yake ilienda ikapofika na nini, namchangia ili kumfanyia wepesi katika maisha yake. Natoa sadaka. Hivi nyie Wakristo pia mnatoa sadaka? Ndio. Mnatoa. Kutoa sadaka sio dhambi. Lakini sasa utaratibu wa kutoa sadaka ndio unaingia. Unapotoa sadaka unafaa kupea nani? Hapo sasa ndio inaingia. Kutoa sio shida, kutoa inaruhusiwa. Lakini sasa anayefaa kupewa sadaka na anayefaa kukula hiyo sadaka ni nani? Hapo ndio swali la msingi sasa. Sasa nyinyi Wakristo mkitoa sadaka huwa mnampatia nani na ni nani anafaa kula hizo sadaka? Hiyo ndio swali ya msingi kwa sababu sadaka inaruhusiwa kutolewa. Sio natoa kwa madhabahu mtumishi anachukua. Mnatoa kwa madhabahu mtumishi anachukua. So akichukua maana yake anaenda tu kutumia kwa sababu apelekei Mungu. Kwa Mungu anakulanga sadaka? Hapana. So ni mchungaji akichukua ndio anaenda kukula na bibi yake. Anafurahi nayo tu. Si ndio hiyo? Sasa hapo ndio makosa yamo. So ukitoa sadaka haifai kukuliwa na mchungaji kwa sababu sadaka inafaa kutolewa kwa yule ambaye yuko chini yako. Inafaa iliwe na nani? 960 Qur'an. Sasa hapo ndio mnafanya kosa kuwapatia wachungaji. Tulia. Na ndio unaona Ukristo saa hii umekuwa ni biashara. Mbona nakwambia hivyo? Leo ukipita hata Isili utapata jamaa mmoja namuona pale naye anasema ni pasta. Sijui nilikuwa Muislamu, mimi ni pasta sasa. Unaona? Kwa nini? Kwa sababu ameona kwa Ukristo ukisema wewe ni pasta unakuwa tajiri haraka. So inakuwa ni biashara Ukristo. Ni kila mtu afungue tu kanisa lake afanye biashara. Saa hii biashara nzuri Kenya, wacha Kenya, duniani ambayo inaingiza pesa kwa haraka ni kanisa. Tusidanganyane. Biashara ambayo inaingiza pesa kwa haraka Kenya na duniani ni kanisa. Kwa sababu wewe sasa ukifungua kanisa utaanza kusema Bwana ananiambia mtoe sadaka ya kujiangamiza. Ukiletea sadaka unachukua wewe na mke wako mnaenda mnahesabu. Mnaenda mnanunua shamba, mnajenga, mnaishi vizuri. So kanisa imekuwa biashara, ndio unaona zimekuwa ni nyingi sana. Hapa kuna kanisa, hapa kuna kanisa zinafuatana. Lakini rengo la kutolewa sadaka sio kutajirisha mtu mmoja. 960 Qur'ani inasema sadaka inafaa kuliwa na watu gani? 9 60 nasema
Sadaka. 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 Hupewa watu hawa. Sadaka inapewa watu hawa. Mafakiri. Kwanza fakiri. Fakiri unamjua nani? Pa. Fakiri ni mtu ambaye hana mbele wala nyuma. Yani mpaka pakulala hana, pakula hana, nguo zake zimeraruka. Huyo ndiye anaitwa fakiri, hana mbele wala nyuma. Ndio watu wanasemanga hivyo huku mtaani. Huyo ndio anafaa wa kwanza kupewa sadaka. Mtu ambaye ni maskini wa mwisho. Sikia wa pili nani anafaa kupewa? Na maskini. Na maskini anafaa kupewa sadaka. Maskini ni ule leo anaweza pata, kesho akakosa. Anafaa kupewa sadaka huyu maskini. Pada vizuri, malizia Qur'ani. Nimefunga tayari. Nataka umalizie ndio apate vizuri. Wale wote wanaofaa kupewa sadaka. Napata vizuri. Maskini ndio wa pili anafaa kupewa, sio mchungaji. Hivi wewe kaka, wale wachungaji wenyu wengi mimi hata wakipita na waona. Wengine unaona amepiga kola yake hapa lakini anaingia gari ambao ni Range Rover ambao ni ikiuzwa pesa kidogo, siku hizi wanauza 40 million hiyo Range Rover. Alafu wewe unatembea mguu hapa. Alafu wewe unatoa 1,000 unapatia mchungaji anayetembea na Range Rover ya 40 million. Kati ya wewe na huyo mchungaji nani anatumia akili? Mchungaji. Ni mchungaji. Manake wewe ndio unaenda miguu, ndio anafaa kupatie wewe ununue baisikeli. Uanze kutembea na baisikeli. Sasa wewe unatembea mguu, ni kama unachota maji kwa kikombe unamwaga kwa bahari. Badala uchote maji kwa bahari uweke kwa kikombe. Sasa nyinyi wa Kristo mnafanya awkward. Yani mnachota maji kwa kikombe mnamwaga kwa bahari. Badala mchote kwa bahari mwage kwa kikombe. Makosa. Malizia hapo 960. Sadaka hupewa watu hawa. Mafakiri na maskini na wanaozitumikia. Na wanaozitumikia. Malizia. Na wanaotiwa nguvu nyoyo zao juu ya Uislamu. Asante. Na katika kuwapa uungwana wa mtumwa. Na katika kuwasaidia wenye deni. Na katika kuwasaidia wenye deni. Watu wenye deni wanafaa kupewa sadaka. Kwa sababu deni ni kero. Wewe ulienda ukachukua deni 5,000 na usichukue deni ya kuzaa. Ukichukua tena deni ya kuzaa inaingia riba, inakuwa ni haramu. Ukichukua 5,000 inafaa urudishe 5,000. Lakini ulichukua 5,000 mke wako alikuwa anajifungua na huku ana pesa, umeshindwa kurudisha. Sasa mimi nikiwa na uwezo inafaa nikupe sadaka ili ulipe ile deni. Na nipata vizuri So sadaka imeletwa kwa ajili ya kuwasaidia wale ambao wako chini, wanyonge, sio kuwasaidia matajiri kuendelea kutajirika. So tatizo yenu ndio hiyo. So nyinyi wa Kristo mnafanya kinyume na maandiko. Umeelewa? So kuanzia leo ujue tu sadaka twako tuote ulikuwa unaibiwa bure tu. Pole lakini karibu katika Uislamu. Sema ashhadu. Uko tayari kuwa Muislamu au bado? Unajua hatuwezi kukulazimisha. Yaani Uislamu hakuna kulazimisha mtu kuwa Muislamu. Unakuwa Muislamu kwa hiari yako. Alafu Uislamu ni straightforward. Wani umenini? Basi enda upumzike pale. Wananiita Salim. Wewe unakuitaje? Benedict. Alafu hiyo sauti yako kama mwinjilisti hivi. Muislamu, Mkristo? Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo. Pachika swali tulisikie. Sasa sadaka mnasema sadaka ipatiwe mwenye ajiwezi. Na yeye mchungaji atakula, inastahili yeye akule wapi mchungaji? Afanye kazi. Asante. Mchungaji anafaa afanye kazi. Kwa sababu ako na mikono, anafaa pia mchungaji afanye kazi. Sawa? Na yeye pia atoe sadaka. Kwa sababu sadaka ina malipo mengi sana. So mchungaji usimhurumie sana, na yeye aende afanye kazi. Wewe unafanyanga kazi? Mimi hufanya kazi. Na yeye anafaa aende afanye kazi. Mbona kazi ziko nyingi? Kama hawezi kufanya hiyo kazi akuja awe mkulima. Mbona kufanya kazi wanaogopa nini? Wanafunzi wa Yesu walikuwa wanafanya kazi. Wanafunzi wa Yesu walikuwa ni wavuvi, wanavua samaki. Na hawakuchukua sadaka kwa mtu yeyote. Kabla. Baada na Yesu alikuwa fundi wa meza. Baada ya kuwa wanafunzi wa Yesu, si waliacha kufanya kazi? Hawakuacha, waliendelea na kazi yao kwa sababu hawakuomba watu sadaka. Tena walikatazwa kuchukua sadaka kwa watu 15 Mathayo. Walikuwa wanahubiri. Walikuwa wanahubiri lakini hawakuli sadaka za watu. Hata Paulo mwenyewe alikuwa akihubiri katika Biblia lakini alikuwa anatengeneza hema. Paulo anahubiri alafu baadaye anafanya kazi. Ndio kwa hivyo mchungaji anastahili afanye kazi na hubiri. Bas. Kwa sababu ile kuhubiri hajalazimishwa na mtu yeyote.
ni aende afanye kazi. Hata sisi hapa tujalazimishwa. Unaenda unapiga kazi zako, jioni unakuja hapa, na ndio unaona sisi mamangi hapa naambia leteni sadaka hapa. Hapana, lazima unaenda unapiga kibarua kaka. Tena Mungu anabariki hiyo kazi ya mikono yako, jasho lako Mungu anaibariki, unapata baraka. Sio wacha mchungaji achape kazi, kwani yeye ako na mwili ya dhahabu yawezi fanya kazi? Wacha achape kazi bana. Sikiza, wanafunzi wanaambiwaje 15? Na hata Yesu anasema asiyefanya kazi asikule. Kama ufanye kazi ufai hata kula. Wewe ufanye kazi unasimama tu unasema uletewe tithe. Yaani mtu afanye kazi kwa mwezi, aende hapa alipo hapa kwa hizi kampuni anafanya kazi, amelipwa 30,000, alafu wewe uko pale nyumbani unamwambia atilete fungu la 10. Unakata hiyo pesa yake. Alafu yeye alikuwa anatoka na mvua, ananyeshewa na mvua, anaenda kufanya kazi ili watoto wake wapate kitu. Kabla hawajapata wewe unamwambia 10% weka hapa. Alafu uko na watu wafuasi kama 5,000, kila mtu 10%. Kwa mwezi unaingiza kama yako ni kibanda nyamaza. Tutulia. Kwa mwezi unaingiza kama milioni 5. Ati ni 10% ya watu. Ni kuibia watu na sio vizuri. Fanya kazi. Na wewe usikie venye watu wanasikia wakifanya kazi. Anafaa ukiamka asubuhi na yeye anaamka asubuhi anaenda anafanya kazi. Mashekhi wanaswalisha msikitini, wanatoka wanaenda wanafanya kazi zao. Sio hata Jatelo ni mchungaji na na ametoka kibarua 17 baba. Kitabu cha tuanzie 15 kwanza. 17. Hao 12. 17 ndio juu ya muda. Naye kaza kuinenda kwenu. Hubirini mkisema ufalme mbinguni imekaribia. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu. Takaseni wenye ukoma. Toeni pepo. Toeni pepo. Mmepata bure, toeni bure. Unasikia? Wanaambiwa umepata hata hiyo kipawa bure, toeni bure, wacha kulipisha. Leo unasikia ati mtu anasema nafanya miujiza, lakini kuna maji ya miujiza ninauza shilingi 3,000. Hiyo ni biashara anafanya. Hiyo ni business. Wewe unaambiwa toeni bure, mmepata bure, toeni bure. Malizia. Msichukue dhahabu. Usije ukachukua dhahabu unalipisha ati yale mambo umefanyia mtu. Wala fedha msichukue kwa watu ati kwa sababu umemfanyia maajabu. Wala mapesa. Si unaona M-Pesa. Wala mapesa msije mkachukua kwa watu. Kwa sababu sasa imekuwa Ukristo ndio nikakwambia ni biashara inaingiza haraka. Watu wanauza kifagio. Hii kifagio ukienda hapa Modhurwa na hapa nini, hiyo kifagio unanunua shilingi 10, 15. Ukienda kwa kanisa hiyo kifagio inauzwa 1,000 na 500 saa zingine. Ati ni kifagio ya kufagia shetani. Aliyekwambia shetani yako huko kwa dustbin nani? Sasa wanafunzi wa Yesu walikuwa wanasinda na Yesu. Sasa walikuwa wanafanya kazi saa ngapi? Walikuwa wakifanya kazi. Sasa tunaambiwa wamechukua sadaka. Wala Yesu mwenyewe hajaichukua sadaka za watu akala. Hata yeye alikuwa anakipiga kibarua. Kibarua gani Yesu alikuwa? Alikuwa fundi ambao si alifunzwa pale. Wewe unasikia anaitwa mtoto mwana wa Selemara. Wala hujasikia hata yule mwimbaji anasema ati nipige randa, sijui randa apigwe nini. Alikuwa fundi bana, anatengeneza na mbao. Manabii wengi wote walikuwa wanafanya kazi. Wewe unatetea watu yani wakae pale tu wao wanakula tu. Hawafanyi kazi. Au pia wewe una mpango wa kufungua kanisa? Ama uko na kibanda yako? Ni wapi kwa Biblia inasema Yesu alikuwa anafanya kazi? Si nimekuwa hakuna mahali na Biblia. Asante. Nayo katika Biblia hakuna mahali Yesu inasemekana amewahi chukua sadaka. Tena Yesu alikataa sadaka 10, 12, 7. Yesu alikataa sadaka za watu. Wewe. Hii sadaka najuanga nikigusa inaletanga matata. 12 sana. Lakini kama mungelijua maana yake maneno haya, nataka rehema, nataka rehema, wala si sadaka. Yesu anasema hataki sadaka. Maana sadaka ya maskini. Sasa wewe usitetee sadaka. Hakuna, hata Paulo mwenyewe alikuwa anafanya kazi ya kutengeneza hema. Wewe Jatelo si unajua? Paulo alikuwa anatengeneza hema. Ndio maana Jatelo anaenda kazi. Na ndio naona Jatelo kama huyu ako na kanisa yake, lakini bado watu wachache, na yani watu 7 bado hawajafika watu nini. So anaenda kibarua, anafanya kazi. Ndio sana kuuliza tofauti ya Ukristo na Uislamu ni nini? Tofauti ya Ukristo na Uislamu ni kwamba Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu, Ukristo haumo katika vitabu. Ni fikra watu waliweka lakini haiko katika vitabu. Lakini Uislamu dini ya Mwenyezi Mungu, Qur'an 3:19. Aya 3:19 Qur'ani inasema
Jamani, maswali mazuri mno na maswali mazuri 3:19. Angalia hapo. Bila shaka. Angalia hapo. 3:19. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu, lakini Ukristo kidogo walisahau, hawakuweka hata katika Biblia, hawakuweka dini ya nani, walinyamaza. So ikabaki ni watu tu wamejiita Wakristo. Na mwenye anafuata Yesu, mwenye anafuata Ukristo, mwenye anafuata Yesu Muislamu. Muislamu aje? Kwa sababu Yesu alikuwa Muislamu, Yesu hajakuwa Mkristo. Maana ukristo haumo katika vitabu. Yesu alikuwa Myahudi. Yesu Mfalestina. Yesu alikuwa ni Mfalestina. Alikuwa Myahudi. Palestina wapi? Yesu amezaliwa Palestina. Israeli ni nchi imeletwa 1948. Uyahudi ni wale watoto wa Yakobo. Ndio wanaitwa Mayahudi, watoto wa Yakobo. Yesu si mmoja wao. Kama ametokana na watoto wa Yakobo hamna tatizo, hiyo ni kabila yake. Ni kama useme Mkikuyu au Mjaluo. Sasa hiyo sio dini. Hiyo sio dini. Mkikuyu sio dini, Mjaluo sio dini. Kuna tofauti ya Myahudi na Mpalestina. Tofauti ya Myahudi na Mpalestina ni gani? Wakati wote ni kama uniambie kuna tofauti ya Mkikuyu na sijui na Mtanzania manini. Kwa sababu Wayahudi walikuwa naishi Palestina, ndio nchi. Palestina ni nchi. Palestina ukisikia ni nchi. Ni nchi. Palestina ni nchi yao, yale ile walikuwa wakiishi. Yahudi kabila. Wale ni makabila, na Palestina kuna kabila tofauti, kuna hii. Kama Kenya vyenye Kenya kuna kabila, kuna sijui nini, unakuja kuna Wataita, kuna hawa, ziko kabila za Kenya, wako wa Kenya. Sasa wale walikuwa ni wa Palestina wote, wanaishi katika nchi ya Palestina. Kwa sababu Jerusalem ilikuwa ni capital city ya Palestina, mpaka leo wanataka kunyang'anywa bure. Sasa kati ya Mkristo na Muislamu, nani anafuata ukweli? Anayefuata ukweli Muislamu. 626. Ngoja dakika moja. 626. Angalia hapo. 626 ndio hii. Na hii dini ya Uislamu na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyoka. Yaani Waislamu ndio wamefuata njia iliyonyoka ya Mwenyezi Mungu. Ukristo nimekueleza, kwa bahati mbaya haikupatikana kwa vitabu kama Ukristo dini, hawakuweka. Mpaka leo wajaweka, labda waandike Biblia nyingine ndio waweze kurekebisha hiyo makosa ambao walisahau. 2025 pengine. Ama Vision 2030 labda ndio waandike Biblia nyingine. Unajua mafunzo ya kwa Ukristo ya Biblia na Qur'an iko tofauti. Kabisa, iko tofauti. Wewe unaamini ya Qur'an na mimi naamini ya Biblia. Kwa mfano, hebu nipatie mafundisho ya Biblia ambao wewe unaamini na unatenda na unatekeleza. Na Yesu akatenda. Matendo ya ambao ni mafunzo ya Biblia ambao wewe unaamini na unatekeleza, unayafuata, unatenda kama vitendo. Maana imani bila vitendo imekufa. Hebu tusaidie. Si wewe umesema unaiamini Biblia? Hii maiki inasema, sije ukanyamaza. Mimi wacha nikaa kwa Ukristo. Sijauliza kukaa, siko kufunzana, kwa sababu ni kufunzana. Wewe umesema unaamini Biblia, na mimi naona wewe huamini Biblia, ni mpinzani wa Biblia wewe. Mpinzani aje? Mpinzani hivi, 4:10 Mathayo. Nilijua huwezi fuata hii Biblia. Maana wewe ukiamua tu kufuata Biblia hapa mbele ya hawa watu, itakuwa ni makosa. Hakuna Mkristo anayefuata Biblia. Hichi kitabu sio chenu wa Kristo. Acha wewe, hata popa afati Biblia. Inasema hivi. 4:10 Mambo ni ya Mathayo inasema, ndipo Yesu alipomwambia nenda zako Shetani. Kwa nini? Kwa maana imeandikwa. Msujudie Bwana Mungu wako. Msujudie Bwana Mungu wako. Umwabudu yeye peke yake. Yesu anasema imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umsujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Je, wewe unafuata haya mafunzo ya Yesu? Unasujudu, unapeleka uso chini? Hii maiki mbona ifanye? Hebu angalia huko, anauliza ati kama hii ni Biblia. Unajua hajaisomewa. Unajua wachungaji mmefanya hawa watu kama slaves. Anauliza kama ni Biblia. 4:10 Mathayo. Ni Mathayo. Yesu anasema ni jambo limeandikwa, umsujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Na ndio nikakwambia hamna Mkristo anaweza simamisha hoja akasema anaifuata Biblia. Hamna. Wewe mwenyewe unapeleka uso chini ukiabudu Mungu.
Hii maiki mbona inazima? Mzee, wewe iko? Mimi niko. Wewe umetuambia wewe unaamini Biblia. Tukakagua kama unaamini Biblia. Biblia inasema umsujudie, Yesu anasema umsujudie Bwana Mungu wako. Tena wacha hivyo 22:9. Biblia nayo inatoa amri gani? Ufunuo 22:9 inasema. Angalia sasa, usije ukasema ni hebu funga macho. Hebu funga macho kidogo uitise roho uone kama atakuja nini ile mnasemanga baba kurinai. Uone. Hebu angalia 22:9. Kanta bila keria. Inasema hivi. 9 inasema naye akaniambia. Angalia. Usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako. Na wa ndugu zako manabii. Na wa wale washikao maneno ya kitabu hiki. Wamsujudie Mungu. Na yeyote anayeshika maneno ya hichi kitabu cha Biblia, mnaambiwa mumsujudie Mungu. Sasa swali najiuliza, wewe ili tujue wewe ushiki maneno ya Biblia. Je, wewe unasujudu? Kwa sababu tunaambiwa wanaoshika maneno ya Biblia wanamsujudia Mungu. Wewe unapeleka uso wako chini? Mimi kunamisha kichwa. Nimeuliza unapeleka uso chini? Sipeleki. Kwa sababu wewe uamini Biblia. Wewe ni mpinzani wa Biblia. Biblia imesema upeleke uso chini. Wewe unasema Biblia mimi siwezi fuata hiyo. Mimi nainamisha hivi. Kama mtu ambaye amekuwa mgonjwa. Wakristo uomba. Sasa Wakristo ndio nikakwambia mnapinga Biblia. Hamfai kuomba vyenye mnataka nyinyi, mnafaa kuomba vyenye mmefundishwa katika Biblia. Sasa nyinyi ni wapinzani wa Biblia, lakini mtu akiwaona atasema nyinyi mnafuata Biblia. Kwa sababu mnapenda kuiweka hapa kwa makwapa, mnanyonga kidogo, kutembea na Yesu. Lakini wapi? Ile iko ndani hamfuati. That's the problem. Natembea na Yesu bure tu. 95:6 Zaburi. Tena inasema uabudu namna gani? Kabla hujapiga magoti kuna jambo inafaa ufanye. Lakini nyinyi mwihepa Biblia kwa sababu nyinyi hamuiamini Biblia hata kidogo. Angalia na macho yako hapa, hii nyingine. Unauliza kama Daudi. Njooni tuabudu. Tena anaambiwa njooni tuabudu. Sasa tutaabudu namna gani? Njooni tuabudu. Tusujudu. Kwanza unasujudu katika ibada. Kwanza unaanza unasujudu namna hivi ndio kuabudu. Alafu unafanyaje? Tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Ukimaliza kusujudu ndio unakaa hivi sasa unapiga magoti. Lakini kwanza unasujudu. Hii ndio ibada inayofundishwa. Lakini nyinyi kwa sababu ni wapinzani na wapinzani wa Yesu, mkajua hatuwezi sujudu. Manake tukisujudu tutaonekana ni wafuasi wa Yesu na tutaonekana sisi ni Waislamu. Mkajua wacha mfanye shortcut, mkachukua mkono mkaweka hivi. Baba kurinai. Wantakeria with the cuta riba saika. Cha. Sasa cha ni gani hiyo? Sasa nyie fuateni vitabu viko wazi, hamtaki kufuata. So wewe kuwa Muislamu, naambiwa dakika 20 bado Sasa wewe ni mpinzani wa Yesu, wewe ni antichrist, alafu wewe ni mtu ambaye unaipinga Biblia. Si antichrist Yesu bado, Yesu ni Myahudi si Muislamu. Sikatai, wale sijasema nini. Yesu alikuwa akienda kuabudu kanisani au msikitini? Leo asema kanisani. Kwa sinagogi. Sinagogi ni kanisa au ni msikiti? Sinagogi ni kanisa. Ni kanisa. Wewe na Biblia nani msema kweli? Wewe na hii Biblia. Nani anayesema kweli? Ni wewe au ni Biblia? Yaani mpaka hiyo unashindwa kujibu. Yaani Biblia inasema uongo? Tofauti ya kanisa na sinagogi ni gani? Sijauliza tofauti, nimeuliza sinagogi ni msikiti au ni kanisa. Wewe ukaniambia ni kanisa. Nikakuuliza kati ya wewe na Biblia nani msema kweli? Ni wewe au ni Biblia? Biblia inasema. Biblia muonyeshe Biblia inasema sinagogi ni nini. Angalia wewe mwenyewe. Usije ukapinga. Alichanganyikiwa tangu zamani. Muonyeshe Biblia inasema sinagogi. Sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. Ala, kumbe waliandika Biblia wametuambia sinagogi ni msikiti. Msikiti wa. Ni msikiti wa Wayahudi kwa sababu Yesu alikuwa Myahudi. Akaenda msikiti. Msikiti ni ya nani? Si ya Mungu.
Sasa wewe unaipinga tu bure, lakini wacha tuonane kesho mapema. Andaa maswali yako kesho mapema, njoo katika uwanja. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kesho jiandae vizuri uje katika uwanja inshallah.